Ulaya imekumbwa na theluji kali na hali ya hewa yenye baridi kali iliyosababisha maafa makubwa, vifo vya watu na kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri wa anga, reli na barabara. Kwa mujibu wa taarifa za awali zinasema kuwa watu wasiopungua 6 wameripotiwa kupoteza maisha yao, wakati mamia ya safari za ndege zikifutwa na maelfu ya wasafiri wakikwama katika viwanja vya ndege, hali iliyogeuza safari za kawaida kuwa mateso makubwa. Nchini Ufaransa, watu 5 wamefariki dunia katika ajali tofauti za barabarani zilizosababishwa na barafu hatarishi inayojulikana kama black ice. Ajali hizo zimeripotiwa kutokea katika maeneo ya kusini magharibi mwa nchi hiyo, pamoja na mkoa wa Paris, zikihusisha magari binafsi, malori na teksi zilizoteleza kutokana na theluji nzito. Katika tukio moja la kusikitisha karibu na Paris, dereva wa teksi alipoteza udhibiti wake wa gari lake, akagonga kiungo cha barabara na hatimaye kuanguka kwenye mto Marini. Polisi wamesema barabara zilikuwa hatari sana, huku muonekano ukiwa mdogo kutokana na theluji nzito iliyoendelea kuyeyusha. Maafa hayakuishia Ufaransa pekee. Katika mji mkuu wa Bosnia, Sarajevo, mwanamke mmoja amefariki dunia baada ya mti uliokuwa umelemewa na theluji nzito kumwangukia. Maeneo mengi ya Balkani yameripotiwa kukumbwa na mvua kubwa pamoja na theluji, hali iliyoongeza hatari kwa wakazi. Sekta ya usafiri wa anga nayo imeathirika pakubwa mno, hasa katika viwanja vya ndege vya Paris na Amsterdam. Katika uwanja wa ndege wa Schiphol mjini Amsterdam, zaidi ya safari 400 zimefutwa, wakati uwanja wa ndege wa Charles de Gaulle nchini Ufaransa ulilazimika kupunguza karibia 40% safari zake ili kuruhusu usafirishaji wa barabara za ndege. Shirika la ndege la KLM limethibitisha kukumbwa na uhaba wa kimiminika cha kuondoa barafu kwenye ndege, ikilaumu hali mbaya ya hewa pamoja na ucheleweshwaji wa usambazaji. Abiria wengi wamelalamikia foleni ndefu, ukosefu wa taarifa na kusubiri kwa saa nyingi bila msaada wa kutosha. Waziri wa uchukuzi wa Ufaransa, Philippe Toubarchi, amewataka raia kusafiri kwa tahadhari kubwa au kubaki majumbani na kufanya kazi kwa njia ya mtandao. Ameonya kuwa theluji zaidi inatarajiwa kuendelea kunyesha hadi Jumatano wiki hii. Wakati huo huo, huduma za reli nazo zimekumbwa na matatizo, hasa nchini Uholanzi, ambako treni zote zilizositishwa kwa muda hitilafu ya mifumo ya tehama, ingawa baadhi ya huduma zimerejea na safari nyingi za kimataifa zikiendelea kuchelewa au kufuatwa. Huku Ulaya ikiendelea kukabiliana na makali ya majira baridi, mamlaka zinaendelea kuwataka raia wake kuchukua tahadhari zaidi na kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.